Moja ya matukio ambayo mashabiki wa Real Madrid hawawezi kuyasahau kabisa katika maisha yao ya ushabiki wa soka, basi ni matukio mawili ambayo yametokea katika ligi kuu nchini Uhispania katika mechi kati ya Real Madrid dhidi ya Real Sociedad. Real Madrid wakibuka na ushindi wa goli 2-0. Kylian Mbappe akifunga magoli yote mawili. Kylian Mbappe anafikisha jumla ya magoli 31 katika ligi kuu nchini Uhispania, akiwa ndiye top scorer wa ligi kuu nchini Uhispania La Liga Santander kwa sasa. Sasa katika mchezo ambao uliwakutanisha Real Madrid dhidi ya Real Sociedad, kulikuwa na matukio makubwa mawili muhimu kweli kweli, matukio ya kukumbukwa. Ilikuwa ni historical game kweli kweli, kwa sababu leo tumeshuhudia magwiji wawili wa klabu ya Real Madrid wakiagwa rasmi. Gwiji mmoja ni kocha, gwiji mwingine ni mchezaji Luka Modric, nyota wa klabu ya Real Madrid ambaye amechukua UEFA 6 akiwa na klabu ya Real Madrid. Ameitumikia klabu hiyo kwa miaka 13 mpaka sasa. Ameweza kuagwa rasmi kabisa na wachezaji na mashabiki wa klabu ya Real Madrid. Malegend walikuwepo kama akina Toni Kroos, walikuwepo malegend wengi kweli kweli kwa ajili ya kumwaga Luka Modric. Lakini ukiachana na Luka Modric, ameagwa pia kocha akichukua UEFA 5 akiwa na klabu ya Real Madrid. Ameweza kuagwa rasmi leo katika klabu ya Real Madrid bwana Don Carlo Ancelotti, ambaye anatarajiwa kujiunga na timu ya taifa ya Brazil. So imekuwa ni siku fulani hivi ya kukumbukwa kweli kweli kwa mashabiki wa Real Madrid, lakini pia kwa mashabiki wa soka kwa ujumla. So ni tukio gani ambalo kiupande wako utalikumbuka zaidi kati ya tukio la kumwaga kocha Carlo Ancelotti na tukio la kumwaga mchezaji Luka Modric? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trophy ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, kusema kweli hawa jamaa nilikuwa nawaona katika mitandao ya kijamii wanafanya content fulani hivi za sports, lakini zimejaa comedy ndani yake. Ukiangalia namna wanavyopokezana mpira na jinsi wanavyofunga magoli hao, utacheka kinoma noma. Lakini kitu ambacho nimekuja kukinote leo kwamba kumbe hawa jamaa bana ni wabongo, wanatoka hapa Bongo Land. Bongo ina vipaji, inakuja kwa kasi sana katika swala zima la content creation. Vijana wameamua kujiongeza, wanafanya content za sports zenye comedy ndani yake, na kiukweli ukipita katika page zao za mitandao ya kijamii utashtuka viewers wao ni wengi kinoma noma. Nimepita hapa katika page yao ya TikTok, nimepita katika page ya Facebook, nimepita pia Instagram. Kuna video ambazo unakuta zina viewers hadi milioni 60, views milioni 20, ni ziko nyingi kweli kweli. Yani kwao milioni 20 kitu cha kawaida kupata. So ni wabongo ambao wanatuwakilisha vizuri sana katika nchi za wenzetu, kwa sababu video zao zinavuka mipaka, sio bongo tu. Ukipita katika comment section ndo utaelewa kwamba hawa jamaa wanafuatiliwa kwa kiasi gani. Ni washikaji fulani hivi ambao wanachipukia kwenye hii industry, lakini wanapata viewers wengi sana kutoka nje. Tuendelee kuwasupport, tupushi vipaji kutoka Tanzania, vipaji halisi kabisa vya kibongo bongo. Page yao inaitwa Mr. Pengo. Huyu Mr. Pengo ndiye mmiliki wa page, lakini yuko na kikundi chake ambacho wanafanya sanaa hii ya ucheshi kupitia michezo. Big shout out sana Mr. Pengo. Bana, hapa ni Super 12 ya Dino Television. Kama ndo kwanza unasikia sauti hii, mimi naitwa Dennis Denominator. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.